Katika kipindi hichi ndicho kipindi cha kuwapima watu wanaojiita watu wa Mungu. Katika kipindi hichi ndio kipindi cha kuwapima watumishi wanaojiita watumishi wa Mungu, watume wanaojiita watume, manabii wanaojiita manabii. Maana kunaye tatizo kubwa katika taifa, na walisemei wamenyamaza kimya. Kila mtu amenyamaza kimya. Hapa ndipo utaona kilichotumwa na Mungu na ambacho kilichojitumwa. Hapa ndipo utaona wanayetamka kwa matamshi ya Mungu. Utaona kwa sababu aliyesimama kwa sababu ya jukumu la kuyabeba mateso ya wanadamu wa Tanzania, mateso ya wananchi wa Tanzania, aliyesimama akalia kwa kujua, kwa kuona ni nini taifa linapitia. Watu wanatekwa ovyo, watu wanapotezwa ovyo. Amesimama mtumishi wa Mungu na kukemea. Kwa muda mfupi tu akafutiwa usajili wa huduma anayefanya. Alafu mnayejiita watumishi wa Mungu, mnayejiita manabii wa Mungu, mnayejiita mnaona mbele, mmetulia kimya. Hakuna yeyote anayejigusa, hakuna yeyote anayesemea taifa. Sauti ya Mungu inasema anawaangalia kwa jicho lingine watu ambao ni waoga, watumishi ambao ni waoga, mliotumwa kwa ajili ya kazi ya kuwatetea watu wa Mungu walioekwa katika taifa la Tanzania, alafu mnadhorotesha watumishi. Enyi watumishi, wengine mko kwenye safu kubwa kabisa, wengine mko kwenye majukumu kabisa makubwa, karibu na serikali, alafu amnyanyui hata mdomo na kulisemea. Wengine ndo mnakuwa wapingaji wakubwa kwamba mtumishi wa Mungu alichofanya amekosea, kwamba mtumishi wa Mungu alichosema amekosea. Ina maana kukemea mauaji ni kukosea? Ina maana kukemea utekaji ni kukosea mpaka mtu wafutiwe usajili? Ina maana waliokuwa wanayeteka watekaji, ina maana ni wahusika wakubwa au waliofuta usajili? Ni nini kisa cha mtumishi wa Mungu kufutiwa usajili? Sauti ya Mungu inalia na nyie manabii. Sauti ya Mungu inalia na nyie manabii mlietulia kimya na kuongelea tu mambo yenu, na kuongelea tu mambo ya kisadaka, na kuongelea tu mambo ya taifa. Linaenda kwenye migongano, linaenda kwenye mikwaruzano. Kanisa linafungiwa huduma kwa sababu ya kukemea uovu unaendelea katika nchi. Kanisa linafungiwa kwa ajili ya kukemea uovu. Kwa ajili ya kukemea uovu unafungia kanisa. Alafu wewe uliotumwa na Mungu, wewe uliotumwa na Mungu, unajiita nabii wa kweli, umenyamaza kimya. Watanzania, naongea na nyie tena Watanzania. Hapa ndipo pa kuwachunguza manabii wa kweli na manabii wa uongo. Utawapima tu kwa matendo yao. Kama nchi imeinuka na tatizo hili na hakuna ambaye ninaona wanayenyanyuka kwa hesabu, na kupinga. Yaani kila unayemuona anayenyanyuka kwa hesabu na kupinga na kumuunga mkono mtumishi wa Mungu, huyo ndio nabii wa kweli, na huyo ndio unayetakiwa umsikilize mahubiri yake. Kila anayenyanyuka na kukemea hili swala, ndo huyo ni nabii wa kweli. Na yeyote unayemuona amenyamaza kimya na kuona kanisa la Bwana limefungiwa, alafu na kunyamaza kimya na kuhubiri vitu ambavyo haviendelei na vitu ambavyo ni kuwahubiria watu pokea,
Afu hakuna chochote wanachokiongelea juu ya nchi. Enyi watu, enyi wanabii, enyi watu, enyi wanabii, enyi mitume, enyi maaskofu mliokaa kimya kwa ajili ya jambo hili. Hili sio jambo la mtumishi mmoja, hili ni jambo la watumishi wote. Inuka na itangaze umoja wa kimbingu, umoja ambao uonekane. Hakuna matabaka ya Kikristo. Ina maana leo mnamwacha mtumishi wa Mungu aende peke yake, ni kama mnamsukuma mbele apambane peke yake. Watu wa Mungu, Mungu amesema ole wenu, ole wenu mlionyamaza kimya.